Ikiwa tuko kwenye somo lile la kutoa na kubarikiwa, lakini kipengele hiki cha vita ya maongezeko chanzo chake ni hizo baraka. Vita ya maongezeko. Leo natamani sana tukaweze kuelewa kuhusu vita ya maongezeko. Maongezeko ni kustawi au kufanikiwa. Maongezeko yanakuja baada ya baraka. Sisi wanadamu tuliokoka, Mungu baada ya kutuokoa, kitu cha kwanza ambacho alianza kutuachia sisi, aliweka msingi wa baraka. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 12 ndio mstari wa kwanza hadi wa 3. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Ili andiko linatuonyesha sisi kabla hajatoka kwenye familia za ukoo, hatujaokoka, tulikuwa hatuna baraka. Lakini baada ya kutoka kwenye familia zetu, Mungu akawa ameachilia baraka kwetu. Kama msingi, anamwambia Ibrahim, kwa sababu umetoka kwenye familia yenu, nimeshaachilia baraka kwako. Sasa hiyo baraka ambayo naiongelea huko nyuma, tumejifunza kwamba ili uweze kubarikiwa lazima utoe. Na kutoa ambako nilikuwa naongelea, unatoa mwili wako kuwa dhabihu kwa ajili ya Bwana. Unatoa utii, manake karata, tabia ulionayo unaitoa kwa Bwana. Unatoa mali, unatoa fedha, sadaka za ukarimu. Vyote hivi vinahitaji ndani ya mwanadamu avitoe. Sasa unavyotoa, zile baraka zinaamliwa. Hata kama ulishawekewa msingi wa baraka, baraka zinaanza kuamliwa baada ya wewe kutoa. Kwa hiyo baraka ni sehemu yetu sisi, lakini ili tuipate ina kanuni zake namna ya kutufikia sisi. Sasa leo tunaongelea habari ya maongezeko, ambapo maongezeko haya chanzo chake ni baraka. Chanzo chake ni kubarikiwa. Mwanadamu anapokuwa anabarikiwa, kitu ambacho kinafuata kwake ni kuongezeka. Na nitakutajia maeneo kadhaa machache sana ambayo yanaonyesha maongezeko kwa mwanadamu. Na hayo maongezeko yana vita. Hayo maongezeko unahitaji kuyasimamia, unahitaji kupambana ili yaendelee kudumu. Na ndio maana somo letu linasema vita ya maongezeko. Kadri unavyokuwa karibu na Mungu, ndivyo Mungu anavyozidi kuachilia baraka kwako. Na zile baraka zinazoachiliwa na Mungu ndio zinazaa maongezeko. Mpango wa Mungu kwako ni kuongezeka, sio tu kukubariki, ni kuongezeka katika idara mbalimbali ambazo tutaenda kuzitaja hapa. Nitakuonyesha maandiko ambayo yanaonyesha mpango wa Mungu kwetu sisi tuliokoka ni kuongezeka, kuwa na maongezeko. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na ule mstari wa 28, Biblia takatifu inasema, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Tunaona neno mkaongezeke. Sasa neno mkaongezeke lina mapana. Maana yake unaweza ukaongezeka kiuzao, unaweza ukaongezeka kielimu, unaweza ukaongezeka kiuchumi, unaweza ukaongezeka kifamilia. Yaani maongezeko ni neno lenye upana. Mungu hakulenga tu uzao, yaani wazae wakaongezeke. Alilenga katika idara mbalimbali. Kwao isiwe kitu kimoja, isiwe single, vikawe ni vitu double, vitu vikaongezeke. Ndio mpango wa Mungu kwetu sisi. Kwa hiyo kila aliyokoka, Mungu ameachilia baraka. Lakini baraka hizo lazima zizae maongezeko. Na maongezeko hayo sasa tunatakiwa uyasimamie. Ndio maana ya vita ya maongezeko, kwa sababu inawindwa. Kwa hiyo mpango wa Mungu wewe uongezeke. Waraka wa 3 wa Yohana sura ile ya kwanza, ina sura moja tu. Sura ile ya kwanza na ule mstari wa 2 inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na mambo yote na kuwa na afya yako
kama vile roho yako ifanikiwavyo. Haya ni maandishi ambayo yanatuonyesha mpango wa Mungu kwetu, au shauku ya Mungu kwa muamini, kwa mtu aliyeokoka. Kwa hiyo shauku ya Mungu kwako ni wewe uongezeke, maana yake ufanikiwe. Sio tu kwenye uchumi, ufanikiwe pia hata kwenye afya. Kwa hiyo kuwa na ugonjwa sio mpango wa Mungu. Kwa hiyo maongezeko ambayo Mungu anataka ni kuwa na afya njema. Hayo pia ni maongezeko. Kwa hiyo Mungu anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuongeza hata katika roho. Ukajikuta umeokoka, lakini katika roho una maongezeko makubwa, una madini mazuri ya kiroho. Na huo ndio mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni wewe uongezeke. Sasa somo letu tunasema vita ya maongezeko. Sasa shetani hataki tufanikiwe. Shetani hataki tuongezeke. Shetani hataki tuwe na mapana kwenye maisha yetu. Kitabu cha Yohana sura ya 10 na ule mstari wa 10a. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mwivi anaongelewa hapa ni shetani. Mwivi anaongelewa hapa ni shetani. Yesu anasema shetani hakuja hivi hivi, alikuja ili aibe, achinje na kuharibu. Aibe nini? Aibe maongezeko ulionayo. Aharibu nini? Aharibu maongezeko ambayo tayari Mungu alishakupatia. Hiyo ndio kazi ya shetani. Kwa hiyo shetani hataki kuona wewe unaongezeka kiuchumi, unaongezeka kielimu, unaongezeka hata kikanisa. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa ambayo tutaenda kuyataja baadaye, machache, na jaribu kukupa upana wa maongezeko. Kwa hiyo maongezeko yetu sisi yana vita. Shetani anapambana na maongezeko ulionayo. Shetani anawinda maongezeko yako. Anatamani yapungue kama si kuondoka kabisa. Shetani anawinda maongezeko haya. Kwa shetani anaweza kutumia watu. Shetani anaweza kutumia mizimu. Shetani anaweza kukutumia hata wewe mwenyewe kuua maongezeko ulionayo wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna plani nyingi ambazo shetani anazitumia kuua maongezeko tulionayo. Sasa kama anaongelea habari ya vita, maana yake lazima tupambane kuhakikisha tunalinda maongezeko ambayo Mungu ametupatia. Andiko lingine ambalo linaonyesha kwamba shetani anawinda maongezeko ni kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 na mstari wa 3 hadi wa 4. Ufunuo sura ile ya 12 mstari wa 3 hadi wa 4. Biblia takatifu inasema, ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka mkubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi za nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Hili ni andiko linaloonyesha ya kwamba shetani anaua maongezeko. Kuzaa maana yake ni maongezeko. Maongezeko hayaji bila kuzaliwa. Kwa hiyo chochote kinachozaliwa kwenye maisha yako ni maongezeko. Iwe ni msingi umeamua kuongeza, au biashara umeamua, yale ni maongezeko. Kwa hiyo kitu ambacho shetani anawinda ni kuua maongezeko. Anatamani ubaki, kama ulikuwa na msingi wako wa shilingi 10,000, ibaki shilingi 10,000. Kama ulizaa mtoto mmoja, abaki huyo mmoja. Anawinda yale maongezeko. Enza usiwe na watoto kabisa. Kwa hiyo maongezeko ni kila mahali, yanawindwa na adui, yasije kwako. Ni vita ya maongezeko.